kwenye The Classic na umeniambia leo ni mara ya kwanza pia unatimba jengo hili la EFM. Yes, jengo jipya. Hapa White House panaitwa hapa. So, White House. White House kabisa. Sawa bwana, tumekukaribisha leo kwenye The Classic hapa. Hii show inaitwa The Classic. The Classic naisikiliza. Hii bwana The Classic ukiachana na hadithi hizi ambazo tumezizungumza hapa, lakini inadili na watu hawa ambao wametumikia game kwa muda mrefu. Sawa. Kuanzia miaka 15 hivi 20, 25 kadri ambavyo mtu ametumikia, na lengo lake hii bwana ni kutoa heshima, kukupa maua. Kwa hiyo maana hapa wanakuja vingunge tu. Kwa hiyo wanakuja, ukiona mtu katimba hapa mkongwe unajua kingunge, alafu sio tu mkongwe, kafanya mazito. Wiki iliyopita kwenye hicho kiti unajua alikaa nani hapa? Alikaa Fresh Jumbe hapa. Basi bwana napata upako bwana. Kwa hiyo sasa leo bwana zamu yako Dude. Sawa. Sasa Dude, kwanza walau utupe tathmini yako. Umekaa kwenye game kwa miaka mingapi? Yani kuanzia ule official mwaka wako wa kwanza kabisa ambao unahesabu ni official rasmi, yani mwaka wako wa kwanza kwenye game. Mimi nimekaa kwenye game miaka 27. 27 years. Kwa sababu official mara kwanza kabisa naanza kuonekana kwenye TV ilikuwa ni 1999. 1999. Kwa hiyo nilionekana kwenye TV fulani kwa sababu miaka hiyo walikuwa na wasanii walikuwa wachache sana, na vikundi vilikuwa vichache. Sasa kulikuwa kuna kikundi kimoja pale Ilala Bungoni kilikuwa kinaitwa Splendid hicho, na pale walikuwepo kina Dr. Cheni, kwa sababu kiukweli kabisa mwanga wangu au usanii wangu umepita mikononi kwa huyu bwana Dr. Cheni. Kwa sababu hatari sana huyo mtu. Kuna series moja ilikuwa inaitwa Nani Zaidi, na kipindi hicho walikuwa wanatafuta watu vijana wenye misuli, na mimi nilikuwa fundi vyuma, mnyanyua vyuma nini, nilikuwa na deal na mambo ya vyuma, mageti nini pale Bungoni. Kwa hiyo ilikuwa na mwili fulani hivi wa ukakamavu, na series yao hiyo, tamthilia yao ilikuwa inahitaji mtu ambaye anaweza akambeba bi harusi kwenye tukio na kukimbia naye. Yaani unabeba mtu unakimbia naye asipate madhara. Kwa hiyo katika kuangalia wenyewe walipokuwa wanafanya kazi zao kina Dr. Cheni pale Splendid pale Bungoni, ndo akanipendekeza, hapa pembeni hapa kuna jamaa fundi vyuma mmoja yuko pale, anaweza akatufaa, afu rafiki yangu tunashina hapa. Mtu kweli huyo jamaa. Sasa Dr. Cheni akamwambia, hebu kamwite bwana tumuone bwana. Akatumwa na yule mzee alikuwa pale anaitwa Kasim Talib, mkurugenzi wa hiyo group Splendid. Yes, shafariki mzee wetu bwana. Kwa hiyo bwana Dr. Cheni alipokuja pale kana bwana, kuna nafasi unaweza ukashuti ukawa msanii nini. Mimi nikashtuka sana. Nikamwambia kwanza, hata kwenye ndoto, yani mimi nilikuwa naupenda mpira na istosha niliucheza kidogo. Vitu vipo mu? Mpira nimeucheza. Acha bwana. Mpira nimecheza na kina Idimosha, maana yake acha bwana. Kwa hiyo ulikuwa na ndoto kabisa za kuingia kwenye maisha. Yani maisha ndio alibadilisha ndoto zangu, kwa sababu tena nilipomaliza sekondari mimi nikaachana kusoma mpira, tulikuwa tunacheza tukiwa shule. Mara nyingi nikaendelea na maisha mengine. So Dr. Cheni ndio alinifuata hapo, na mara ya kwanza, alafu katika history kitu ambacho nakikumbuka mpaka kesho, tunaenda kurekodi tukiwa njiani, mimi nimepanda kwenye pickup tena nyuma, ndio siku tulipata taarifa ya msiba wa Mwalimu Nyerere. Kwa hiyo pia huwa kumbukumbu yangu sija rekodi hapo, ndio siku ya kwanza ndio nachukuliwa kwenda kurekodi. Tunaahirisha shooting kwa sababu kuna taarifa za msiba, kama bana mzee wetu Julius Kambarage Nyerere amefariki dunia. Kwa hiyo akasema tena tuwezi kwenda kushoot, kwanza tusikilize taratibu za serikali watakuwa wamepangaje, then tutaendelea. Kwa hiyo kumbukumbu yangu iko hapo kwamba siku ya kwanza naenda kurekodi hivyo, lakini baada ya mazishi ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na nini, mimi nikaenda nikarekodi kama mwalikwa, sio msanii, kwa sababu tu nafasi ilikuwa inahitaji mtu kama mimi. Kwa hiyo baada ya kushuti na ule mchezo kuruka, mimi ndo nikaanza kuona maana kwa mchezo ulivyoruka kipindi kile, michezo sio mingi ya Kiswahili, nikawa nimefanya vizuri sana. Sasa mimi naenda zangu Kariakoo kule maeneo ya gerezani, zamani tulikuwa tunanunulia sticks za kuchomelea welding nini vyuma hivi.
Nilipofika kila mtu ananikimbilia ananipa mkono na mimi sikuangalia huo mchezo. Bana. Yaani ulivyoshoot kaendelea na mambo yako. Mimi sikuwa msanii. Na hata jina hili lilijadiliwa kwa sababu nilivyoingia pale watu wakasema mpeni jina lolote, si ana shoot kipande hiki tu akimbia na biharusi nini. Kwa sababu basi huyu bwana aitwe Carlos. Kipindi hicho wanapenda majina ya mabandidu wa movies za zamani zile kina Carlos wale uzaunga nini. Bwana huyu mwiteni Carlos. Yule kasema mtali akasema jina la kizungu mistaki au bwana mpeni jina la Kiswahili tu. Sasa kwa sababu pia nilikuwa na mwili hivi. Nakumbuka. Ndio kijana mmoja alikuwa pale alikuwa anaitwa Billy. Akasema bwana huyu mwiteni Jitu kwa sababu ya mwili wake, si anashoot kipande kimoja tu. Jitu sawa. Mimi nikaingia kwenye shooting kwa jina la Jitu. Sasa nilikuwa nacheza naye kama bosi wangu, ndo nataka yule biharusi atekwe yawe mwanamke wake. Alikuwa anaitwa Morani Bat Singh. Yule ndo alikuwa anakosea kuita Jitu, anaita Dude. Na shoot yeye anakosea. Sasa bwana Dude utakwenda pale huyu anaitwa Jitu. Huyu ni Jitu. Kwa hiyo alikosea kama mara mbili. Mkurugenzi akaona anatupotezea muda. Tumie lolo Dude. Kwa hiyo ndo jina lika limeondoka hivyo. Sasa jina likaanzia hapo la Dude kwa sababu ni jina lilokosewa. Basi nalo naishi nalo mpaka leo. Kwa hiyo nilivyocheza watu kaanza kuwa wananipa mikono nini. Bana vipi uko Kariakoo nikipita. Nikapanda kwenye daladala nalipa, naambia kuna mdada akakulipia pale kaka yangu nimeona mchezo wa jana nimefanya kazi zangu za vyuma nimeenda sehemu moja na pale Ilala Bongoni kupata chakula karibu na Amana pale. Muhindi kumbe anafuatilia mchezo. Baada nimeagiza chakula tu nauliza bwana hela ngapi hapa? Anambia bwana kuna Muhindi kakulipia bwana ameona mchezo wa jana alivyokuona hapa kacheka sana. Nikaona mzee umeweka mtu gambani umekimbia naye. Niambia bwana kuna ofa nyingi sana huku nimecheza mchezo mmoja tu. Mimi nikarudi kwenda kuwaomba tena. Bora sio kweli. Nikasema bwana mzee kuna nafasi nyingine maana unaona tayari na ofa nalipiwa tena vitu nikaona huku nitarahisisha maisha zaidi huku. Kwa hiyo sikuwa msanii wa kusema kwamba labda nisidanganye hapa nikasema sijui mtu alikuwa na talent sijui nikachukuliwa. Yaani enda kwenye kurekodi ile pata tabu. Siku ya kwanza ile. Hata kikatisha mimi naendelea. Maana sielewi. Sikuwa nafahamu wakisema kati mimi naendelea hivyo. Sasa sijui kati ni nini. Umeelewa? Kwa hiyo sanaa nimeingia hivyo yani katika maisha yangu au ndoto zangu sikuwahi kuwaza kitu kinachoitwa sanaa hata siku moja. Lakini ndiko nilikoangukia. Mpaka leo na maisha tunaendeleza, tumesomesha watoto, mpaka tunakuwa watu wazima, tuna jukuu. Kweli. 27 years sio mchezo, ndio hicho tunakizungumza. Bwana sasa unajua 27 years bwana kwa Dude bwana. Miaka 27 sio mchezo, huyu kijana mkubwa kabisa kishaoa huyo. Na ana watoto kama ulivyosema, kwa unakuwa tayari una wajukuu kabisa. Kumbe ndivyo ilivyokuwa. Yaani haikuwa na swala la kwamba sijui ulipitia hapa hapana. Kiukweli ni wale watu ambao walibahatika. Unajua Mungu akikupangia kitu bwana. Ni wale watu waliobahatika nilifuatwa nikabembelezwa. Sikwenda. Kila nikifikiria sana mambo kuigiza tena mimi ni wapi. Dr. Jenny kadibembeleza pale kashindikana karudi kwa bosi wake akamwambia bwana yule bwana kakataa kabisa akasema lakini anafaa. Akamwambia bwana wewe ukimuona tu si ndio bosi akafunga ofisi. Akaja alivyoona kasa huyu bwana tuwezi kumwacha. Katika kipande chetu tunahitaji mtu kama huyu. Jitu yani na misuli afu katona nyanyua mavyuma mlete mageti manini yani sina mafuta. Kwa hiyo akaniambia bwana sikiliza bwana sisi tutakulipa vizuri. Yaani pale aliniachia 10,000 ya blue kipindi. Pale niliachiwa blue bwana utakuja basi ofisini hapa mipaka nikafunga na gate. Kwa sababu hiyo 10,000 hiyo mimi napata kwa siku faida 3,000 4,000. Nilipopata 10,000 nikamwambia siku imeenda nafunga na gate. Sio kweli. Kwa hiyo ndivyo nilivyoingia kwenye sanaa na namshukuru Mungu nimedumu. Nimeingia na wengi lakini wengi walishia njiani. Maisha unajua pia nafasi. Lakini mimi nimeendelea mpaka leo. Sasa Dude rafiki yangu. Umesema baada ya tu kuonja ule utamu wa superstar ule ndio ukasema hata sio kweli ngoja nirudi kwanza nikaombe mwenyewe. Na that time haikuwa rahisi kupata hiyo chance kwa sababu kuna watu walikuwa
wanajaribu wanapambana, lakini kupata hizo nafasi za kuonekana ilikuwa ni issue sana, haikuwa rahisi. Na tayari kulikuwa kuna watu kama kina Dr. Chain ambao tayari na majina. Uliporudi walikupokeaje kwanza na muendelezo? Zamani wakati tunaanzia sanaa, watu walikuwa wanapenda nafasi za kuonekana, tunaita za kuuza sura. Za kuuza sura. Unajua watu kama sisi tulipata nafasi kwa sababu sasa mwili wangu ndio ulikuwa unaongea kwamba kwenye mapigano, masuala ujambazi, ukiangalia picha za zamani zile na kuvaa socks na mimi ndio nilikuwa napangwa humo kutokana na muonekano wangu na nguvu nilizokuwa nazo. Ndicho. Ni kweli ilikuwa tunakuona huko. Kwa hiyo ndo toka huko nilikoanza sana zangu ziko huko upande huo jambazi, yani mtu mjanja sio vitu gani hivyo, kurukaruka si kufanya nini, mambo hivyo kukimbizana. Ndio. Na kila nilipoitwa, hata nilipoanza movie nilikuwa naitwa upande huo wa ujasusi tu. Unapiga makoti meusi, piga makoti na miwani na miwani. Hivi ile ilikuwaje? Ilikuwa kila jambazi lazima ana koti jeusi. Koti jeusi lazima afuvae miwani meusi. Alafu lazima awe mbaya. Yani hauwezi kaa jambazi alafu handsome. Majambazi sasa hivi ndio mpaka uende shule. Majambazi wote sasa hivi ni wale watu walioenda shule na ni handsome. Sasa lakini ulikuwa ulikuwa unaitazamaje? Kwa sababu pia hata zamani ukiambia bwana jamaa jambazi, ulikuwa unapata hiyo taswira ni jitu fulani hivi itakuwa kubwa na kweli na miwani na la socks juu na mangeongeo lazima of course. Yani lazima una alama hivi kwenye mwili wako. Kwa hiyo nafasi umezungumza, zamani watu walikuwa na talent sana, walikuwa wanaangushwa na muonekano. Mfano una talent nzuri lakini unatakiwa kuwa jambazi, ndio hivyo tunazungumza kwa zamani. Sasa wanataka jambazi lazima una misuli. Maana majambazi wa zamani akikupiga taroba, yani ngombe wewe pale unajisearch mwenyewe, unamrahisishia. Maana unaona sasa hapa nikisubiri anisearch ataniua. Kabisa. Unapigwa roba, mtu ndo analalamika pale, jamaa akatumia chuma kumbe mkono. Kwa hiyo watu wa zamani au mbao. Profesa J anasema roba za mbao, lakini wengine walikuwa wanatumia mkono tu. Ila unaona kama umewekea mbao. Kwa hiyo ilikuwa nafasi kutokana na muonekano zaidi. Na wale bahati nzuri series yao ilihitaji wale watu wa vile, kwa hiyo kulikuwa kuna muendelezo, visasi, mtu ana jeshi na kambi yani ya watu, ana majambazi wa kuwatuma na walipa wa kukodisha. Ndio sasa sisi tukawa tumeweka upande huo, na kipindi hiko tulikuwa na Jimmy Master pia tulikuwa naye. Kwa naye Jimmy Master kuta pale ngoma nzito, yana anapiga na mkono na ndio maana unaona hata kwenye misukosuko zake zile nini mimi pia nimeshiriki. Yes. Kwa hiyo ni kipindi ambacho niliingia, kipindi kile ambacho pia series zetu zilikuwa zinahusu sana mambo ya ujambazi sana. Karibuni katika kila series kuna ujambazi na majitu fulani, mabandido, mambo ya kupigana. Yalikuwa mengi. Kipindi hicho kina Van Damme, kina Chuck Norris, kina nani. Movie zao lazima ukute hivyo vitu. Kwa hiyo na sisi kidogo tulikuwa, kwa sababu watu walikuwa wametekeka na hizo, tukawa tunaanzia huko na baadaye ndio kuja kubadilika mpaka kwa tuna tamthilia za kawaida na zinazohusu maisha yetu kihalisia. How hard sasa ulivyoingia kuweza kuadapt hayo mazingira tu kwanza, kwa sababu kuna namna nilikuwa nasikia kwamba kulikuwa kuna vitabaka fulani hivi, wale ambao grade is great, elite wale wenyewe wale ndo master sasa, ngoma nzito wale. Unajua hata zamani kulikuwa kuna kitu unaweza kufanya ukajiokotea kijiji wanasema. Sasa mimi nilivyoingia na nilivyofanya, kwa sababu mimi nilikimbia na biharusi. Zamani tulikuwa tunatumia Land Rover zile 109. Tulipoenda kuteka biharusi, mimi ndo nilipewa jukumu la kumbeba. Nilifanya mazoezi, nikambeba, nikakimbia naye, nikafanya mazoezi, watu wakaniambia huyu hapa ndo atakayeweza. Sasa jamaa aligeuza gari, alafu ile gari karipita, mimi nilikimbia na ule mtu na niliweza kudandia ile gari. Uko naye? Huko ule mtu nikiwa naye kwenye bega na nikapanda gari na ile gari iko speed. Sasa kipande kile kilinifanya mashabiki watu wengi wakaona huyu jamaa sio wakasema huyu sio mtu wa kawaida, ni mtu kweli. Kwa hiyo pale nilikaa hata mastani unakuta kama kina Cheni wakawa bana kile kipande kinasifiwa kuliko wao walivyocheza. Kila mtu anambia bana ule mtu umetoa wapi? Kila
bwana akipita mtaani anambia bwana kuna huyu mtu umemchezesha sasa mmemtoa wapi? I say yule jamaa yuko vizuri. Fitness ilikuwa iko katika level ya juu. Niko vizuri kwa kweli. Kwa hiyo ile pia ikawa imenipatia mashabiki wangu na hawa mastaa ambao walikuwa wakati huo ndo mastaa kina Dr. Cheni wakaanza kuwa wananipenda kwa bana tumeleta mtu. Unajua unapocheza afu na mashabiki wanakukubali hata star natamani kucheza nawe kwa sababu anajua wewe sio mbulula tu. Bora. Sure. Kwa hiyo nilipata nafasi hiyo. Okay. Sawa. So yes bana, kwako msikilizaji, tuko na Dude hapa au sio bana, mzee wa Bongo Dar es Salaam. Na unaweza pia kupata wasaa wa kututazama kupitia YouTube yetu. Tuko live pia kupitia TVE hapa sasa hivi, na unaweza pia kututazama kupitia account yetu ya YouTube EFM Tanzania. Hapo utamkuta mzee Dude hapa, lakini pia utapata nafasi hapo ukiwa YouTube, utaweza kudrop your comment hapo. Weka comment yako hapo na utuambie utuambie kile ambacho unataka kumuuliza Dude, ambaye ametupa hadithi nzuri sana, namna ambavyo mwanzoni alivyoingia fitness ilimfanya akapata hilo zari. Mtu alikuwa anakuambia mzee anapiga chomelea geti zake na nini, lakini offer zikamchanganya, akaona hata haiwezekani, ngoja kwanza nibadilishe upepo. So baada ya matangazo ambayo atakuja kufuata hapa sasa hivi, tutapata nafasi ya kuendelea na mahojiano yetu hapa. So baki nasi na endelea kuandika kile ambacho unataka kutuandikia kupitia EFM Tanzania Instagram ama YouTube EFM Tanzania. I'll be right back. Tunaelekea 9:30 na dakika zake kama 4 hivi, na tunakushukuru kwako ambaye kwa namna moja ama nyingine unatufuatilia. Sasa nilikwambia kwamba unaweza ukaweka comment zako hapo kwa watu wa YouTube pale, na ngoja niingie YouTube sasa hivi kidogo niangalie kile ambacho kinaweza kupatikana hapa kutoka kwa wakali wa hizi kazi au vipi bwana, ambao kuna wanetu huwa wanachoma sana bando zao mida hii hapa. Kwa hiyo ngoja tuangalie hapa. Yes bwana, okay, sawa. Wanetu hapa kibao. Yule anakuambia watu wako wako wengi sana huko, walikuwa wanakusubiria tu leo. Sawa. Anasema tupo pamoja mzee baba, moja kwa moja kutoka Dubai, anaitwa Masonda Mhulula. Asante sana Masonda. Alafu good luck Beleda, mtoto wa mzee mnyonge toka pande za Kome, mti wa dhambi, Buchosa, Mwanza, Tanzania. Anasema na kupata vyema sana, ni good luck Beleda. Asante sana good luck Beleda ambaye uko Buchosa, Mwanza, Tanzania. Umetisha. God listen Shuma anasema jamaa kitambo sana. Of course bwana, miaka 27 kwenye game sio mchezo, ni kitambo. Okay, Anthony Moses P9J anasema nakubali sana wewe mwamba Dude toka enzi za Bongo Dar es Salaam. Katapeli sana watu, heshima nyingi sana kwake kila siku, ila siku hizi kapotea sana, hatumuoni. Okay, leo yuko hapa na utamsikia yuko wapi na kwa nini unasema wewe umuone wakati mbona yupo. Okay, Ambra Nyeusi anasema Jamali nifanya niwe makini na kila advantage na ukuja mbele yangu nisipigwe. Okay. Sawa, asante. Neston Kikasi anasema mko vizuri pamoja sana. Na Ngarabit 6698 Kuvichaka muuliza Mr. Dude, mzee wa bandari, kabla ya kuigiza alishawahi kuwa tapeli? Haya, poa, asante sana. Abdalla Upe pia, Abdullah Upe 1183 nimeona ujumbe wako. So hili ni moja kati ya vitu ambavyo tutavizungumza hapa, so tutapitia hapa kwa pamoja. So na wewe sasa hivi unaweza ukatazama kupitia YouTube yetu, account yetu ya YouTube EFM Tanzania, ambapo utapata nafasi ya kuzungumza ama kumuuliza Dude maswali mbalimbali. So Dude bwana, umetupa hadithi ya namna ulivyoingia utani kwenye game. Yes. Na tayari umekushaingia pale Splendid pale. Splendid umepiga matukio na hapa. Hivi na nani Mtanga nakumbuka na mlikuwa mnamwita sana kijambazi Mtanga. Yes. Watu wanamjua sasa hivi kama ni comedian, lakini zamani alikuwa anacheza sana kama jambazi. Na alikuwa anatumia jina la Chris. Chris. Kwa sababu Mtanga naye alikuwa anaonekana na sura ya kikauzu. Kwa akaona. Alafu pia alikuwa bado janki. Ule uigizaji na kunja sura ndio umemfanya kama Mtanga anamuona mtu mzima. Kwa sababu Mtanga kaingia pale yuko kama sikosafe from 2
mwaka 2000 kanikuta mimi pale na Mtanga yeye alikuwa sisi tulienda kurekodi maeneo ya kwao, alikuwa anasimamia chuo madrasa. Kwa hiyo sisi tukaenda kumwomba mwalimu wa madrasa ajaribu watoto walikuwa wanapiga kelele ili turekodi. Sasa toka pale na akasema anaomba kujiunga na sisi. Kwa hiyo ni mtu ambaye amekuja yuko form 2 pale. Pale Splendid kanikuta mimi, ila yeye kaja mwaka 2000. Alikuwa dogo sana. Yes. Okay, safi sana. Shout out kwa Mtanga naye jambazi wa zamani pia. Tumecheza naye sana ujambazi yule bwana. Alikuwa anajiita Chris Mtanga. Chris. So katika ile safari ya Splendid pale tayari umeshaingia pale na nini, na ukawa unasema kwamba kuna namna ilikuwa ni rahisi wewe kuweza kupata character kwa sababu watu walikuwa wanakuona kwenye hizo purukushani hizo. Bwana huyu jamaa anatufaa bavu nene. Baadaye kadri ambavyo siku zilivyokuwa zinakwenda ukaanza kuwa kuna mabadiliko ya taratibu. Ndio. Ilikuwaje? Nini ambacho ulikuwa unakipata, na mwalimu wako alibakia kuwa Mr. Cheni ama huyu mzee Twali pia ningependa utusimulie kidogo, na alikuwa anafundisha naye kwenye makini, nimemsikia sana akizungumza japokuwa ni marehemu. Yes. Kwenye kizazi hiki cha sanaa ya uigizaji, mmoja wa watu wanahusika kwa sababu wao ni watu wa mwanzo kabisa kurusha michezo katika TV. Walianza 96. Zamani ilikuwepo wazee wetu walikuwepo kina Majuto, kina mzee Small marehemu, kina nani wale wazee wetu wa zamani, kina mzee Jongo, kina Onyango, wengine wapo zamani walikuwepo wazee. Lakini huyu aliwachukua wale wazee kutoka kwenye michezo ya kuigiza ya radio. Mathalan kipindi naigiza nani zaidi, nimeigiza na marehemu Mama Ambiliki, nimeigiza na kina mzee Juma, nimeigiza na kina Ibrahim Ramze Jongo. Ile kipindi kile, na niliwakuta wale wazee pale wapo kwa sababu hata mchezo wa nani zaidi, Mama Ambiliki alikuwa akicheza upande wa kwa Cheni na mimi niliingia kama adui wao. Kwa hiyo wao wazee mimi nimewahi kushirikiana nao, nashukuru Mungu nimewahi kucheza nao pamoja kwa sababu nilikuwa nawasikia na wanatamani kuwaona. Basi nikakutana nao na nikaweza kushirikiana nao kwa kipindi kile. Sio naelewa vizuri. Sure. Lakini sasa kwenye wakati tunaingia sisi, pakawa pameanzishwa kikundi kingine, kwa sababu pale tulikuwa tuna mtu mmoja ambaye alikuwa anatusimamia zaidi, alikuwa anaitwa Crisant Muhenga ambaye alienda kuanzisha Kaole. Ndivyo alivyoondoka na kina Cheni. Sasa wakati wanaondoka kina Cheni, sisi kizazi chetu ndo tumeingia kwenye sanaa. Kwa hiyo sisi tukapewa kipaumbele kwa sababu kundi kidogo lilisheki. Na ndio maana wewe ukoondoka na Cheni. Mimi sikuondoka, nilikuwa bado msanii mdogo. Kina Cheni wanaenda kuanzisha Kaole ambayo imeanzishwa na jamaa mmoja pia tulikuwa naye pia anachezea nyoka, alikuwa anaitwa Kahabi. Sisi ndio tumepata nafasi ya kupewa kipaumbele kwa sababu mkurugenzi wetu Kasim Tali pia alikuwa ni mzuri wa kukuza vipaji. Ndio maana nataka kulizungumzia la kukuza vipaji. Amekuza vipaji vya watu wengi sana. Kwa hiyo Kasim Tali akasema, nyinyi nawapa kipaumbele sasa hivi, mtakuwa mastaa wakubwa sana. Ila namtafuta mtu, kwa sababu Cheni aliondoka kaacha mchezo unaendelea, haujaisha. Kwa hiyo zamani unajua unatafuta mtu anayefanana na Cheni. Kwa hiyo Kasim Talibu akatupa wazo la kwamba je, tutapata wapi kijana anaweza kaa mweupe anafanana na Cheni? Ndio sababu ya kwenda kumchukua mimi Chekibudi. Chekibudi nilimfuata mimi. Sasa mimi hapo nishakuwa nguru, nishacheza sana. Kumbe yule alikuwa mwanao wewe. Mwanangu mimi. Siku anajiuliza huyu katokea wapi tena Cheni mpya huyu? Cheni mpya kwa sababu Chekibudi tulikuwa naye street moja, tulikuwa tunakaa mtaa mmoja. Pale Bungoni mimi nilikuwa naishi pale tuna nyumba yetu pale Ilala Bungoni. Na mimi ndio nilikuwa naishi. Kwa hiyo mimi nikaona pana bwana mdogo hapa, bwana Chekibudi. Kwa hiyo mimi ndio nilimchukua Chekibudi na kumuingiza pale. Na Chekibudi mchezo wa kwanza huo nani zaidi alitumia jina la Cheni. Aliingia Chekibudi lakini aliendeleza kama Cheni mpya. Kwa hiyo aliumalizia ule mchezo ambao Cheni alikuwa anacheza. Akaumalizia Chekibudi kwa jina la Cheni. Kwa hiyo mwanzo how was it? Mbona naye kidogo sawa hakuwa Cheni lakini kama alifiti haraka. Yes, alifiti kwa sababu pale tulikuwa tuna watu wazuri wa mazoezi. Kwa tusimame kuna jamaa alikuwa anaitwa yupo mpaka leo, alikuwa anaitwa Ray Florian Lawrence na jamaa mmoja anaitwa Billy. Umeona alikuwa anaitwa Mtalemo jamaa mmoja naye. Kwa wale walikuwa walimu pale
na bahati nzuri pia Jimmy Master alikuwepo pale. Ni mmoja wa walimu, kwa sababu Jimmy Master hapo sisi tumemkuta mzoefu wa filamu zile za mapigano, ungadui nini, vitu vingi vya zamani vya Jimmy Master vile. Kwa hiyo naye alikuwa anatufundisha pale Jimmy Master. Kwa hiyo kulikuwa kuna walimu watatu wazuri. Walipoondoka kina Cheni, kundi kubwa liondoka, mpaka kina Mama Mbiliki, kina Mzee Jongo waliondoka. Yes. Okay. Okay. So Mr. Chekibudi akatake over. Kwa hiyo sasa mimi na Chekibudi ndio tukawa tunacheza pale kama mtu na adui yake, lakini walibaki kina Morani, kina Mashizi, kina nani, kuna jamaa mmoja kana Kabungoni alikuwa anaitwa Davis Tilia. Joe alikuwa anamuita. Davis Tilia. Wasanii wa zamani au Mangulu walikuwa, alafu walikuwa wasanii wazuri kuwezi kuagusa wale. Kwa hiyo walibaki kundi kubwa kina Morani, kina nani umeona. Kwa hiyo tukaishi nao wale. Sasa tukatupata Kasim Talib teacher mwenye mkurugenzi wetu akaamua kupika watu wapya. Ndio sisi tulipokuwa tumepata bahati. Yaani unaingia alafu timu ya mpira afu wachezaji wamenunuliwa kwenda sehemu nyingine. Unapata nafasi ujue wakongwe wapo pale. Kwa hiyo zile nafasi na sisi hatukuzichezea. Tukafanya vizuri. Mazoezi tunaingia saa 6 mpaka saa 3 usiku. Yaani mazoezini tu nafasi kupata shughuli kuonyesha kitu chako. Watu walikuwa wengi, kulikuwa zaidi ya 100. Hata mazoezini ilikuwa bado kugumu. Kulikuwa kugumu mpaka uwe na talent ya ukweli. Na pale nakumbuka nilikuwa nikiona pale nilikuwa napita na waona watu wako wengi, yani tulikuwa zaidi ya 100. Nakumbuka hizo umepita sana pale huko pale DSJ. Tulikuwa tunaonana mambo napita pale TZ11 kile una radio yako mara nyingi ulikuwa unatumia sijini Walkman ile. Bwana tulikuwa Kongo kabisa. Kipindi hicho fikiria miaka 2000 ile uko pale DSJ. Yes. So ukitazama baada ya nani ya nasemaje hapa ile crew ile imeshapasuka ile, ndio kulikuwa kuna vita fulani hivi ilikuwa inaendelea kubwa huku na huku, alafu kila mmoja pia alikuwa anajaribu kujiexpand, yani sana anaongeza watu sana. Kwa hiyo wale ambao mlikuwepo pia kulikuwa kuna ushindani fulani ambao ulikuwa ni mkubwa sana. Sana zamani ilikuwa sana ni mazoezi, sio utachukuliwa kwa sura au kwa hivi sawa. Tulikuwa tunachukua kutokana na muonekano, lakini pia lazima ufiti kwenye nafasi yako. Yes. Kwa hiyo sasa kipindi hicho ndio imeenda kuzaliwa Kaole, na Kaole huko kumeletwa watu wengi, ndio kina Mwogo Mchungu, kina Kibakuli, ndio alikuwa anakuambia ongezeko la watu liko wakaja watu, alafu sasa mashindano yakaja kwenye chombo tunachokitumia sisi, tukahama chombo tulichokuepo kwanza, tukaingia kwenye chombo hicho ambacho wenzetu wapo. Umeelewa? Sure. Sasa ndo pale kulikuwa kuna mambo hayo, ndo kina Bishanga, kina Lichi Singo Mtambalike, kina JB, kina Aisha, kina Walidi, kina Keti. Hapo ndo tumewakuta kina Mona Lisa, kina nani. Unaona bwana? Alafu sasa sisi tuko huku, alafu kuna Kaole, alafu kuna Splendid. Alafu chombo kimoja kinachoonyesha mebadilishana siku. Leo analuka hawa, kesho ataluka hawa. Sasa wenzetu tukiona wameruka na hiki, kesho sisi tunaruka vingine. Unajua michezo ya zamani au rekodi ukakaa sana, unarekodi wiki hii, unaruka wiki hii. Ukiona wenzenu wiki hii wamefanya kitu fulani na sisi tunafanya hiki, basi story ipo, lakini mnadumbukiza vimbwanga ndani ya mnaingiza some creativity. Yani zile mnaonekana mnaboa. Yes, tunaita vitu vipya, vitu ambavyo vipo kwa wakati, labda kuna tukio limetokea la nchi. Kipindi hicho tunajua sana ni magazeti. Hamna vitu vingine, kulikuwa hamna mitandao ya kijamii. Kwa hiyo ni TV tu, na ndio maana unaona tulitengeneza majina makubwa, kwa sababu watu hawana kitu kingine wanachoangalia zaidi ya TV. Akikuona mtu hivi, ndio maana unaona wasanii kina Dude hawa kina JB, kina Rich, kina nani. Hata ukae nyumbani miaka 3 usionekane kabisa kwenye chombo chochote, bado ukikutana na mtu anakujua. Yes, ni kweli. So naona hata mimi mwenyewe nimestruggle hapa, anasema mpaka nikupate. Kwa hiyo ni sawa kabisa. Yes. Okay. Sasa leo hebu naomba utupe uhalisia wa namna ambavyo mambo yalivyo na yalivyo sasa. Kipindi kile
nyinyi mli create stars ambao pengine hawakuwa na mambo makubwa sana mtaani, labda kusema kwamba atakuwa na mgari mkubwa anapita nao, iwe wake usiwe wake, na wakati mlikuwa mna hizo opportunity pia, kwa sababu mapendejo walikuwepo wakati huo, lakini bado mlikuwa mna uwezo wa kama ambavyo ulisema kupanda daladala ukalipiwa, kuingia kwenye mgahawa pale, hata sehemu za starehe, unaona, klabu ukalipiwa ya bills tuko tunapenya na kwa pale Ilala nilikuwa nikiona pia wasanii walikuwa wengi sana, kina Macdizo wanapita pale, kina Macdizo kina Chidi Benz na watu kwa pale Ilala ilikuwa kidogo kina Dudubaya, kilikuwa kitovu hivi, ilikuwa inaitwaje ile Bonga Bar ile Bonga pale ndio maskani Bonga Bar nikumbusha mbali. Tunashinda pale toka asubuhi, unakula supu, unakula ugali, kwa sababu pale unaenda sio lazima uende na hela, watu wanakuja pale kuona mastaa, unaona Unajua Zaibi pia alikuwa anakaa pale. Zaibi pia, of course. Kwa hiyo wanakuja kina Juma Nature, kina nani. Mimi nilikuwa nikipita pale na naona wazee mmetulia pale, tunakula vitu vyenu. Ilala pale Bonga Bar. Sasa nilikuwa nataka nipate tathmini yako. That time, maona hicho kipindi mpokuwa mnajiorganize kwa pamoja, mnakaa pale na nini, kila kitu kinaenda. Lakini thamani yenu pia, pamoja na kwamba mtu alikuwa anaweza kuwaona pale, ndio, lakini watu walikuwa hawabanduki kwenye TV siku ikifika. If you know what I mean. Yani dude, wanaona pale, si yule pale, si yule, lakini ile siku ikifika mtaa mzima nini, TV zinasikika kimoja kinaunguruma, watu watamsikia Dude kama ni Cheni kama ni nani. Kwa hiyo mlikuwa pengine hamkuwa na mambo makubwa, lakini thamani yenu ilikuwa ya juu sana, kubwa sana, regardless pesa kiasi gani mlikuwa mnapata. Sasa ule upendo ulikuwa nataka niunganishe na sasa hivi jamaa walikuwa sasa hivi wana kila aina ya facility, channel ziko nyingi za kurusha, wanatembesha magari makubwa na nini. Lakini je, unavotazama ni sawa ile upendo ambao mlikuwa mnaupata kwa mashabiki kitaa na namna ambavyo sasa hivi mambo yanavyokwenda, ingawaje kumekuwa kuna maendeleo makubwa sana katika vitu vyetu? Labda nizungumze technology ndio imeleta mabadiliko haya tunayaona. Narudia tena, zamani tulikuwa hatuna mitandao kabisa. Hata watoto wangu nikiambia zamani mimi sikuwa na simu, wanasema uliishije? Kwa sababu ni kweli tulikuwa hatuna simu, labda tunaandika barua au vikaratasi. Unajaza kikaratasi hivyo unaacha sehemu hivyo. Simu zimeingia miaka ya hivi karibuni. Zamani kwa nini tulikuwa tunaheshimika zaidi? Na ndio maana hata sisi waigizaji tulikuwa tuna show za mikoani. Kwa sababu hata kuona mtu sehemu yote anavyokuona kwenye TV apati nafasi ya kukuona tena. Kukuona kwa maana gani? Siku hizi tuna live nyingi. Siku hizi social media ziko nyingi. Mitandao ni mingi, kuna Instagram, kuna vitu vingi, YouTube, nini. Kwa hiyo watu wanakuona sana. Yaani mtu haangaiki kukupata, kwa sababu mfano mtu kukuangalia kwenye TV kipindi chako cha saa 3 usiku, akichelewa hata kuona, anakuwa na shauku sana na wewe. Hawezi kuona popote, labda kanunue gazeti, labda tena umetoka kwenye gazeti. Kwa hiyo ndio maana majina aliendelea kusimama, kwa sababu kulikuwa hamna vitu vingi. Leo hii tunaingiziwa vitu vingi sana. Yani kuna mtu tu ana kituko, sio msanii, lakini katengeneza kituko chake, sio msanii nazungumzia, kwa sababu ataonekana kwenye mitandao ya kijamii. Content creators content creators wapo wengi wanatengeneza vitu vingi. Dunia imekuwa kidogo nyepesi, kwa maana kwamba watu wanaangalia vitu vingi. Kwa hiyo kustiki na mtu labda unafanya kitu unique, ukiwa unafanya kitu ambacho mfano Bongo Dar es Salaam au Dude vile alivyo, watu watakuganda sana wewe kwa sababu unafanya kitu unique. Lakini vitu vimekuwa vingi alafu vya muda mchache, ndio maana pia majina yanasimama kidogo, yanapotea, kwa sababu mtu anakuja na kitu kizuri lakini adumu anahama, anafanya hivi au kinatokea kitu kingine. Watu wanashindwa hata waangalie nini, waangalie nani. Zamani ukipata nafasi kwenye TV, basi vipindi vyenyewe vilikuwa vikundi si 4 5, sio, unanielewa? Kwa hiyo lazima mtu aangalie. Lakini technology ilibadilika, kwamba sasa social media zimekuwa nyingi na mitandao tuseme ndio hivyo, kila kitu watu wamekuwa hivyo. Ndio maana unaona
watu wana show zaidi pia. Wanataka waonekane na majumba makubwa. Wanataka hata uigizaji wetu sisi umebadilika sasa hivi, tena hatuigizi, tunachunga mbuzi. Kiasili zamani kina Mogo Mchungu anatembea na njiwa sijui marem pembe sijui anarudi. Siku hizi watu wanaigiza kwenye mansion tu. Sasa siku hizi nyumba fulani noma. Yani kama ndinga, sio huwezi kuigizia ndinga kawaida hivi. Majumba yenye masumi mpuru nini sio, lakini sio maisha yetu. Sio maisha yetu kihalisia, lakini niambie leo tunaona hata wenzetu bado wanaendelea kuenzi utamaduni zao wa South Africa. Series zao na movie zao nyingi wanatengeneza kiasili tu. Vitu vyao vingi bado wanatuonyesha hata uvaaji. Lakini sisi leo lazima upige jeans kali, upige t-shirt, mcheni, sio umeelewa? Umezungumzia hapa Afrika Bambata. Jamaa unaona alikuja kuchukua utamaduni akachana na masuala ya kizungu. Akaishi kitamaduni, mbona kapendeza. Na amejitangaza vizuri. Ametengeneza history kubwa. Kwa sasa sisi hatutaki tena hata tamthilia zetu za sasa hivi. Mimi watoto wangu walikuwa wajui, mpaka juzi tumesafiri likizo hapa, hawajui vijiji. Tumeenda tumelala nyumbani, nyumba za nyasi watoto wanashangaa. Ni vitu ambavyo hawavielewi. Lakini tungekuwa tunavionyesha watoto, tungekuwa tunafundisha ndio huko kwetu vijiji viko hivyo, mtu anachunga mbuzi, mtu kavala tairi za gari hivi. Sio kwamba tunarudi ukoloni, lakini pia GNZ sasa hivi watoto hawajui vitu, hawajui vitu vingi, hawajui tulikuwa tunaishije, sisi tunafanya nini. Kwa hiyo yale maisha ndio kwa sababu yalikuwa maisha asilia. Kwa nini? Tutarudi baadaye tutaliongelea, au najua utaniuliza maswali yao. Wewe unadhani kwa nini Bongo Dar es Salaam ikakaa pale juu? Kwa sababu vitu asili, vitu vipo. Alafu si vya uongo. Kwa mtu na mimi nimeibiwa hivi. Kila unachokifanya wanatokea mamia ya watu. Ndio maana mimi mpaka jeshi la polisi waliweza kunipa tuzo. Hiyo tutakuja kuiongelea mbele. Sasa hivi. Kwa hiyo nataka kuzungumza kwa nini zamani ilikuwa vile, na kila mtu alipata nafasi ya kung'aa katika nafasi yake. Mastaa walikuwa wengi zamani, kitaja kina Nola, kina Nina, kina Mona Lisa, kina Tea, yaani ukitaja majina kila mtu ana nafasi yake. Kutokana na sehemu aliocheza na aina ya mchezo. Kwa hiyo tulikuwa tunawakilisha vizuri. Na story pia zilikuwa nzuri. Yes. So ukipima mimi nilikuwa nataka nipate kufahamu ule upendo. Upendo ule ambao mlikuwa mnaupata kwa mashabiki wa zamani. Unadhani upo licha ya kwamba sasa hivi kumekuwa kuna channels nyingi? Yaani kwa sababu kwa mfano sasa hivi nilikuwa najaribu kuona, mimi huwa napenda kuangalia comments kwenye mitandao. Yaani kukuta ile natural comment sasa hivi ni wachache sana. Lakini pia sasa hivi kuna watu wanalipwa, unajua, yani kama influencers. Yani kama wewe Dude hapo na series yako, unachukua watu wako kadhaa 20, 25, 30 wanapozwa wale. Kwa sasa wanashambulia. Yani kwamba mtu anaweza kusema kwa mtindo huu bwana Dude amuoe, labda let's say kwenye hiyo series wanataka umuoe binti fulani. Afu binti labda kuna Purumai. Kwa mtu ndo ana comment hapa, kwa mtindo huu bwana Dude amuoe tu. Umeona hivi? Sasa unakuta comment ile katika wale watu 20 pengine 10 wanairudia ile. Pengine 8 tu ndio wanaweza kujiongeza wakaiandika tofauti. Kwa unakuta kabisa unaona imetengenezwa. But that time nilikuwa nazungumza kwamba kwa mfano nilikuwa nazungumza na Masanja hapa, anasema kwa kwanza alipoonekana kwenye TV. Yani ule mtaa ambao alikuwa anakaa alisikia wote umeripuka. Yeye yuko nyumbani lakini mtaa mzima kwa sababu umemuona Masanja for the first time. Umeona sasa unaona ile love ilikuwa iko pure kabisa. Ndio alikuwa anaizungumzia. Unaona yani sijui unapimaje labda kwa nimekuelewa. Ndio maana nikasema sasa hivi kuna mamluki wanatengeneza watu wao, wanatengeneza vitu feki. Vitu real vipo lakini vichache sana. Unajua mtu kukubali vitu real kwa maana ya kwamba mtu anaweza katengenezwa akawa mkubwa sana kuliko talenti yake. Sahihi. Na zamani ilikuwa ni zile kawaida. Hata musician. Kwani unadhani zamani na sasa wanamuziki walikuwa wengi kipindi gani cha zamani?
Ukiambiwa TMK wanaume family walikuwa karibuni 20 na wote walikuwa wanang'aa. Ukiambiwa East Coast walikuwa karibuni 20 wewe kwa na wote wanang'aa, na kulikuwa kuna makundi mengi Gango Mob Boost, Tip Top Connection walikuwa wengi, walikuwa karibuni 20 kina Madiwa, kina Tunda, kina nani, wote kina Keisha walikuwepo kule. Sio, unanielewa? Lakini wote walikuwa na nafasi zao, sio kama mtu mmoja tu au watu wawili. Sasa hiyo kwa sababu ilikuwa ni real, ilikuwa ni hakuna makundi ya kushawishi huyu afanye hivi, utakubalika kutokana na kazi unayoifanya. Na jamii itakupokea hivyo hivyo kutokana na kile nini unachokifanya. Ndio maana unaona hata Mike Team Nyalu alikuja tu na nyimbo yake kusifia tu kwa Nyalu uko na nini hivyo, unaona, na lafudhi zake za kihehe. Lakini alikuwa na kijiji chake, sio Wahehe tu. Alikuwa na kijiji, hata sisi wengine tulikuwa tunampenda Wanyamwezi. Tunampenda. Kwa hiyo sasa hivi imekuwa zinatengenezwa kidogo. Alafu talents pia zinabanwa. Yaani siku wewe unataka kufanya jambo lako, msanii mkubwa anaibuka na jambo lake. Akishajua hii talent inayokuja ni hatari, unafukiwa mitandao yoyote, kwa sababu ana watu watashambulia kwenye mitandao. Wewe jambo lako halitoonekana, halitoenda. Wengi wameingia kwenye shida, mwisho wanaamua huko kunifai, anaenda kuuza miogo, anaenda kulima, anaenda kufanya biashara nyingine. Tumeona talent nyingi zimeondoka, zimepotea, tunabakia kujiuliza huyu jamaa mbona noma kabisa huyu. Malo yuko wapi siku hizi? Chini Benz vipi? Wengine wamepata msongo wa mawazo mpaka wameingia kwenye mavitu ya ovyo. So kwa sababu walikutana sasa na vizingiti, distractions nyingi. Unafurukuta, unaingiza hela, lakini kuna watu wana broke. Lakini zamani ilikuwa wewe fanya kivyako, imba kivyako, hata kama utamwiga mtu, lakini wewe imba kivyako, fanya kivyako. Sasa hivi pia tumekuwa tunashutumiana, tunatengeneza. Sio kwamba zamani kulikuwa mna mabifu. Dudu bana na nani walikuwa na bifu na Nice, na Mr Nice, lakini si kwamba zilikuwa hazipo hizo vitu, lakini bado kila mtu alikuwa anaendelea na mambo yake. Kwa nimekuelewa. Sasa hivi inakuwa personal. Sasa hivi ni ubinafsi ni mwingi. Sure. Sawa. Asante sana. Tunapata break kidogo ya matangazo hapa. When we get back tutaendelea na wewe ambaye umeandika ujumbe wako hapa pia kupitia YouTube, basi tutaendelea kuupitia. Baki nasi bwana, hii ni The Classic hivi, na unaendelea kutusikiliza na unayetutazama pia kupitia channel yetu ya YouTube, na pia unatutazama kupitia TVE. Basi wote tunawashukuru sana, na tutaendelea kupeana updates hapa na pale. Neston Kikasi anasema kaka Kuvi, tuko pamoja sana bwana. Mimi nashukuru sana kwa kuweza kuwa pamoja nasi, kwa sababu ya kile ambacho tumekuwa tukikifanya hapa. Kama kinakuvutia, basi manake hiyo ndio faraja kwetu sisi. Sasa Dude yuko tayari hapa, na alikuwa anatupa baadhi ya masuala muhimu kabisa na namna ambako waliweza kuyafanya mpaka kufikia hapa tulipofika. Sawa, baada ya mabadiliko na nini, kuna wakati fulani ulikuwa na ukaribu sana na Mrisho Mpoto. Huu ulikuwa ni wakati gani? Kipindi hiki ilikuwa ni mwaka 2007. Pale 2007 mimi nilipoanzisha Bongo Dar es Salaam. Sasa Mpoto alikuwa meneja wangu. Bwana nilimwajomba. Wakati huo Mpoto ana njaa bwana. Ndio hapa alikuwa anapataka Mpoto huyu bwana. Ukaona una hang naye na nini? Yes. Lakini pia mimi miaka ya kabla sijawa msanii niliwahi kukaa mtaa mmoja na Mpoto zamani, lakini Mpoto alikuwa anasoma bado shule ya msingi huko. Mimi nilipangaga mitaa kwao kule. Mimi tayari hapo na familia hapo. Kongo unajua. Kwa hiyo nakwambia Mpoto dogo tu kwako. Dogo sana. Mimi hata ukiongea naye atakwambia mimi nakaa mitaa kwao, yeye anasoma shule ya msingi Lala Boma. Mimi naishi na mwanamke. Yeye anasoma primary. Kwa hiyo nilikaaga naye mtaa akiwa mdogo hadi anaanza harakati zake za sanaa. Siku ukija kuongea na Mrisho atakili hicho kitu, namjua toka mdogo. Inshallah tafadhali mjomba lazima aje kwenye city inshallah. Sababu mjomba labda nikwambie, mjomba ndo mtu muhimu sana kwenye kipindi changu cha Bongo Dar es Salaam. Ndio hapo na papataka hapo. Ilikuwaje hivi? Mimi nilikuwa nikipata story za utapeli huko Kariakoo kwa mitaa Kongo wapi. Nikija maskani, kwa sababu ilikuwa maskani yetu ile Ilala na Mpoto ni mtu wa Ilala.
na hadisia kwenye video vyetu vile, bana kuna dada kaibiwa leo kafanya hivi. Ndio Mrisho Mpoto anauliza, bana wewe kila siku unatuhadisia mambo ya kitapeli haya, kwa nini tusitengeneze kipindi? Nikamwambia hamna mtu atakipenda. Akaniambia hapana, kitapendwa mradi tu nihakikishia hapa kwamba tunaweza tukatengeneza hicho kipindi. Nikamwambia kutengeneza. Wakati Mpoto anakuambia ameshaingia kwenye sanaa naye mwenyewe. Nani? Wakati anakuambia hivyo. Mpoto yuko Parapanda. Okay, anacheza ngoma za asili Parapanda, achezea nyoka kule. Sasa. Kwa hiyo kwa sababu lazima tukutane Ilala, Mpoto na Kailala. Umeelewa Mpoto alikuwa nakaa hapo, umeshaondoka Sharif Shamba. Kule Sharif Shamba alikuwa kwao. Sasa hivi anaishi hapo. Mpoto kashao kwa sababu hata kwenye ndoa nilikuwepo kati ya Namoa yule marehemu mke wake. Akawa anakaa sehemu moja inaitwa Bungoni chini. Kwa hiyo tulikuwa eneo lote, kina Cheni, mimi, kina Lichi Ilala huku. Mrisho Mpoto alikuwa nakaa Bungoni, mimi naishi Bungoni, Cheni Malapa pale. Sio, unaelewa vizuri. Kwa hiyo eneo lile ndo tulikuwa tunaishi. Kwa hiyo tunakutana, muhimu sana tunakutana, kina Chakibudi, kina Mtanga, kina nani. Kwa hiyo ndo Mrisho alioenda wakati huo TVT. Haijawa TBC. TVT ya televisheni ya taifa. Kwa hiyo Mrisho ndo alienda kuomba nafasi, na kipindi hicho pale ndo alikuwa ameingia, yupo Danstan Tido Mwando. Mzee wetu Tido Mwando ndo alikuwa pale. Kwa hiyo ndo ametoka BBC kipindi kile, yuko pale. Idea kaikubali na mimi nikaitwa, basi tuleteni kidogo. Kwa hiyo Mpoto ndo akawa meneja msimamizi wa kazi ile. Mimi kidogo nilikuwa mzembe hivi. Kwa hiyo Mpoto ndo tukafanya mipango, akaingia pale akawa ndo msimamizi wa kazi zangu kama meneja wangu. Kwa hiyo tuliingia tukiwa TVT pale, tulipokelewa na Mzee Mwando mpaka inabadilika kuwa TBC. Sisi tuko pale. Mimi nimeondoka pale 2011. Kwa hiyo nilikaa TBC miaka 4. Kutoka 2007 mpaka 11. Nimerusha vipindi vingi mno bila kurudia pale. Hiyo ndio kipindi kile miaka 20 sasa hivi. Miaka 20. Sio mchezo. So Ngwe Bongo Dar es Salaam kama imeibukia hapo. Imeibukia hapo. Kwa hiyo mimi niliona Mpoto ananiambia unaweza kurekodi, ndio nikaasisi Bongo Dar es Salaam. Nikatunga ile neno Bongo Dar es Salaam. Na niongea hapa ukweli, nikaenda nikaonana na Profesa J ili nitumie wimbo wa Bongo Dar es Salaam, ndio ulikuwa umetoka una hit. Profesa kidogo gharama zikawa kubwa, akaniambia uweze kutumia wimbo wangu bila kufanya kunilipa, na mimi ndo naganga njaa kipindi. Naongea hapa, Profesa anajua nilimfuata Kijitonyama kipindi anakaa Kijitonyama. Nikakaa naye nikaongea naye, tunafahamiana of course kwa sababu tulikuwa tunakutana sana wakati huo. Jina tumeshakatengeneza kwenye series zilizopita. Na nikashindwa, lakini nikatumia idea ya Bongo Dar es Salaam wimbo, nikamtafuta kijana akaniimbia. Jina alikuruhusu? Jina lilikuwa tofauti. Of course ile wimbo wake unaitwa Bongo Dar es Salaam, lakini sawa uimbe my love sasa kwa nyimbo 100 au nakupenda sika nyimbo 100. Kwa sababu haikuwa muziki. Kwa ingekuwa muziki kidogo wala sio melody. Jina. Kwa sababu pia Profesa J ndani mmoja alisema katikati ya jiji sio unasimama, unajua zile. Yani tapeli si kaibiwa nini sasa Bongo Dar es Salaam. Si unakumbuka ule wimbo? Sasa ule wimbo wa Bongo Dar es Salaam ndo nikaamua nichukue lile neno tu, usichukue maneno wala melody. Bongo Dar es Salaam ndo nikatengeneza ya kwangu. Nikatengeza tofauti na kipindi nikakiita Bongo Dar es Salaam, lakini kiukweli kwa idea ya Profesa J wimbo wake wa Bongo Dar es Salaam. Kwa sababu ndani ya Bongo Dar es Salaam ya Profesa J anazungumza watu wa town na mishe zao. Na wanaona nimekavaa fulana hapo, nimeona kwenye tangazo la ITV. Baskari Kimara. Kila siku watu Mamtoni. Jonas Kia wasalimie Washington. Ukiweza pita Texas mpe High Chief Sound na mpe uzushi wa Bongo Dar es Salaam. Kwa hiyo nakumbuka ni masheri yake. Tarehe 1 na show yake kubwa ambayo ndo tunaisimamia. Alikuwepo hapo asubuhi leo. Kwa hiyo tarehe 1 bwana tunadude ile, usikose ile. Hilo nitakuwepo. Kwa mara ya kwanza tangu ametoka kwenye kadhia ya kuumwa na nini, ndo linapromoshwa dude tarehe 1 Bongo Flavor Ona linaitwa hapo. Sasa hapo chini tu hapo roundabout, kwa sababu Profesa ni ndugu yangu na nimeshiriki kwenye baadhi ya video zake za sahihi. Kwa hiyo ni mtu wangu. Kwa hiyo hapo ndo mwanzo wa safari yako. Sasa wakati tunaanzisha Bongo Dar es Salaam tulikuwa tumepata shida na mkurugenzi wetu Marehemu Kasim Tari. Sisi tulipata show
Yani mimi Mtanga Chekibudi, kuna dogo mmoja alikuwa anaitwa Mau, anamuita Maufundi. Kijana wako wa kitambo kwa hiyo sisi tulipata show Shinyanga. Mkurugenzi wetu akatuzuia, akasema hiyo show haikupita mikononi mwake, hatukufanya vizuri. Kwa hiyo na hiyo show ilikuwa imeratibiwa na kituo kimoja cha radio. Kwa hiyo sisi tumeshakubaliana nao na matangazo yameshaanza kwenda, ndo tukamweleza mkurugenzi wetu, baba, tumepata show tunaenda kufanya Shinyanga. Akatuambia mimi mbona haikupita mikononi mwangu? Akasema haikuwa sana, walitaka tu mtu mmoja mmoja, ila sasa sisi tunachukuliwa karibu watu 6 kwenye kikundi kimoja, kitu tumechanganyika na wasanii kwa tunaenda na kina Malo Besta. Kipindi hicho wasanii wa Bongo Flava tulikuwa tumetengeneza na Duduba mwenyewe alikuwepo kwenye hiyo show. Mtaalamu. Kwa hiyo tukamwelezea hivyo, lakini bado alikataa, akasema siruhusu mtu kwenda. Na sisi majina yetu shaenda kule Shinyanga, wanatangaza kuna wakati ule nini radio moja ya Mwanza kubwa ilikuwa inatangaza hiyo. Tukaambiana pale, tukaambia bwana sisi twende kwa siri. Tukamkubalia mzee, basi hatutoenda sisi. Akasema paka waje kwangu hapa. Na wale kuja pale mezani walikataa. Sasa sisi tushaelewana na nyinyi, tumemaliza. Sisi tukaenda Shinyanga. Tukafanya show, tukamaliza, tukalipwa hela nzuri sana. Tulivorudi ndio tuliposimamishwa kipindi hicho Splendid. Ilikuwa 2004. Ndio tulivyosimamishwa, mchezo kayumba kidogo, lakini bahati nzuri uongozi wa juu wa TV tulikuwa tunafanyia michezo yetu, wakatuita sisi na mzee wetu. Tukaenda tukamwangukia mzee kwetu, tulifanya kosa, bado mzee akasema mimi na uwezo wa kuzalisha wasanii wengine. Mzee alikasirika kwa kweli. Ni mzee wetu tuko naye na ametutengeneza, lile alikasirika, sijai kuona. Na mzee bado msimamo wake ukawa vipi? ITV akaona mchezo tayumba, wale mastaa wote, yuko Mao, yuko Dude, yuko Chekibudi, yuko Penda, yuko Cloudy, maana na Cloudy tulikuwa naye. Wale mtushatengeneza majina hapo. ITV akapiga panga bwana, tukadondoka. 2004 tukakipindi nini wakatuondoa katika. Kwa hiyo ndo wasanii tulipoanza kusambaratika kutafuta maisha. Ndo mimi kuanzisha Bongo Dar es Salaam. Nikachukua na baadhi ya wasanii, ndo mwendo wa Bongo Dar es Salaam mpaka hivi tunavyoongea, kwa sababu tena sikuwa na shiriki. Nikishiriki kwenye kazi za watu na shiriki tu, lakini nalo kundi langu limesimama. Yani tayari umetengeneza brand yako. Yes. Ukaisimamisha Bongo Dar es Salaam. Yes. Ukumbuke hapo sikuwahi kuwa msanii hapo, ila sasa ushakuwa mzoefu. Shanogewa anasema. Ushakuwa mzoefu. Okay. Sawa. Ndani yake ulisema ulianza ukaanza kurecruit watu na nini. Yes. Yule Flora Mvungi alishakuwa tayari kwenye game ama wendo alianzia kwako pale? Hapana. Nilikutana naye anatoka shule akiwa form 5, bado binti mdogo. Alikuwa mdogo. Lakini tayari alikuwa anatafuta sehemu, alishaenda kwa chuzi, ndio tunaita rangi ya chungwa, Fukuto Arts. Alikuwa ameenda Kaole, lakini kote alikuwa amekosa nafasi, hakuwahi kucheza. Kwa hiyo alianzia kwangu. Kwa hiyo baada ya kuniambia nimeenda huku, nimefanya mazoezi sana, nilipomcheki nikamwona yuko vizuri. Na ni kipindi hicho Chuchu Hans ndo ametokea kuwa Miss Tanga 2006. Na mimi kwa sababu nilikuwa MC. Alipochukua tu Miss Tanga, mimi nilikuwa MC wake pale. Nilikuwa MC wa Miss Tanga 2006, kwa hiyo naye Chuchu Hans nikamchukua. Unaona bwana. Na dada yangu mmoja alikuwa Kaole, naye nikamchukua kutengeneza hiyo Bongo Dar es Salaam, Davina. Davina ndo hao tulianza. Demo ya kwanza inapelekwa TVT. Alishuti Chuchu Hans, Flora Mvungi, Davina. Kwa hiyo nilicheza na jamaa yangu Marem Bakiboban. Na mimi mwenyewe, basi tukawa tumetengeneza kitu ambacho kikaenda Mlisho Mpoto kakisimamia, kikafanikiwa. Sawa, umemtaja Bakiboban hapa, na kuna mtu alikuwa ameuliza swali. Abdul Laupe anasema muulize Boban yuko wapi. Kwa sikutaka kumwambia hapa bana, ndo kama umesikia Boban alifariki. Yes. Boban alifariki mwaka 2000. Na huyu ndo alikuwa ni rafiki yako. Hivi ilikuwa mwaka 2000 corona ilivyoanza tu. 2020. 2020. Yes. 2020 sio mwaka 2000 leo. So was it COVID? Mara umesema umetaja corona hapa. Corona ndo ilikuwa shida. Aliondoka na corona. Sasa ile kitu ile bwana ile 2020 ile ya mwanzo ile corona mwanzo, watu wameanza kujifungia yeye ndo ni hofu tu, kwa sababu pia alikuwa na kifua, basi ikaleta shida kidogo. Kwa hiyo alifariki 2020.
Tuna miaka 7 toka tumpoteze ndugu. Pole sana ndugu yangu, na nafikiri huyu alikuwa ni mtu wako wa karibu sana. Vibaya mno. Yani kuna mambo mengi mlifanya. Wala unaweza ukarudia yani Boban. Ndio maana mimi nililia karibu mwezi mzima. Yani mimi kila nikilala nikimfikiria namuona yani. Sababu afadhali mtu ambaye ameumwa. Yani ghafla tumesikia mtu hayupo. Huyu bwana kwa sababu kwanza nilikuwa naendana naye sana. Yani ile pair huku Flora huku Boban. Ukiona ile nafasi na alivyo, kwa sababu jamaa alivyo na mwili wake na ule weupe, kwanza alikuwa anaonekana mjinga. Alikuwa anaonekana kama rais kupigika. Kwa hiyo alikuwa anakubalika na watu vibaya sana. Kwa hiyo huyu bwana kwanza nimetoka naye mbali sana. Mmoja wa watu pia na mimi niliwaingiza kwenye sanaa nikiwa Splendid zamani. Zamani huko wameingia na kina Chekibudi, kina Cloud. Wale wamenikuta mimi unajua, baadaye kundi lilivyosambaratika mimi nikawa ndo mratibu. Nikapanda cheo, nikakabidhiwa lile kundi lina watu 110. Sio mchezo. Kwa hiyo mimi ndo nimewaingiza hao kina Cloud, ndo walipokuja kina Mtanga, kina Mau, nimewapokea kina Boban na watu wengine wakaingia pale wakaja. Kwa sababu Boban nilitoka naye huko chini. Huko wakati naanzisha Bongo Dar es Salaam, wengine wote walikuja wapya, kina Chuchuansi, kina Flora, kina nani hawakuwepo huko chini mwanzo. Kwa hiyo wale nikaendelea na Boban. Kwa hiyo ile Bongo Dar es Salaam inaanza, mtu niliokuwa naye ni mimi na Boban tu ndo tulitoka chini. Kwa hiyo alikuwa ni ndugu yangu Swaiba, kipenzi changu kabisa. Sawa. So Bongo Dar es Salaam inaweza kuwa ndio sehemu ambayo ulipata mafanikio makubwa zaidi bila shaka. Ni kweli. Sasa pamoja na hayo ilikuwa ni namna ambayo ilikuletea pia shida nyingi mno. Watu walikuwa hawaamini kabisa kama wewe jamaa. Hakuna alikuwa naamini kiukweli. Ndio kwa mara ya kwanza kwenye maisha yangu ndo nilikutana na kitu mpaka mimi mwenyewe nikaanza. Mpaka mimi mwenyewe nikaogopa. Ukaona kiogopa. Kwenda banks hizo na sehemu yote watu hawakuamini na nini. Sehemu zenye thamani, zenye maduka, simu. Ukienda popote, ukienda kwenye vitu vya thamani watu wanakuwa makini. Ilifikia tu hata msibani. Sasa shida watu wanajua kilichokuwa kina nani. Of course wewe ni mjanja tangu zamani. Sawa, mtu wangu ushacheza mavyuma na nini. Ni kitu gani unadhani kilisababisha watu wakawa naamini kwamba huyu bwana haigizi, huyu bwana ni kweli ni muonekano? Kwa sababu unajua ilifika kipindi mimi namjua sana, lakini nilipokuwa nikimuona nilikuwa naona kweli mbona kama au mpigaji kweli, sika anaigiza afu kuna kipindi anapiga kweli, unajua yani inakuja hizo feeling kwa sababu unakuwa ile perfection ile sio 100% imevuka, imeenda 200%, yani imepitiliza. Unadhani? Unajua nadhani na aina ya uchezaji. Sio kwamba watu hawachezi vitu husika, watu wanacheza vitu vingi. Tumewahi kuona baadhi ya waigizaji wamewahi kupata shida kama Bimwenda, amewahi kuigiza mchawi mpaka tukasema hapana. Watu wengi huyo anaenda kuna mtu kai kumpiga kabisa. Unaelewa? Kwa hiyo ina maana kwamba ujumbe wako ulikuwa umefika katika kiwango kizuri. Sure. Na hata mimi nilifikia hatua pia nilikuwa nikiangalia mwenyewe kipindi hivi. Nilikuwa namkubali Dude. Nikijiangalia nasema yaani wakati mwingine mpaka nabonyea hivi kwa sababu mpaka wakati mwingine naingia off wakati mimi ndo nimecheza kama labda nakaribia kukamatwa au the way vile ninavyobadilika nilikuwa najipenda. Nikiangalia naona kama sio mimi naifanya vile kwa sababu nilikuwa kama na mzuka fulani, ndio maana hata nikikutana na watu hebu fanya hivi nashindwa kufanya kwa sababu sipo kwenye kazi kipindi hicho. Sure. Na watu wengi walistaajabu. Sio watu wa kawaida. Nimewahi kuitwa na jeshi la polisi kipindi kile, mkuu wa jeshi la polisi kabisa, IGP, nikaenda pale wizara ya mambo ya ndani, akaniambia bwana, hatuna shida na wewe ila haujawahi kushiriki hivi vitendo hivi. Amini. Hatuna shida na wewe. Na mvoitwa lakini ulikuwa unaona vipi? Narudia tena. Mzee wangu Maita huyo. Maita bwana, kumbe Mzee Maita ndo Mzee Maita aliniita, sio mchezo. Na akanipa kitita kabisa, akaniambia umetupunguzia kazi kubwa sana. Ila nilikuwa na wasiwasi. Naona kama wewe ulikuwa mshiriki mkubwa, manake hao watu tulikuwa hatuwafahamu zamani, unajua matapeli hawafahamiki zaidi. Sasa labda jamaa kaamua kutoa siri zake, kazi alikuwa anaifanya. Niliitwa brother, wizara ya mambo ya ndani kule ofisini. Mzee wangu Maita. Akaniuliza, kaniambia bwana wewe vipi? Nikamwambia mzee,
kumbukumbu zenu zote, uliza vituo vyote vya polisi. Uweze kuna mimi sijai kukamatwa hata kwa kesi ya kupigana hata ushahidi tu kuona kwamba wanaliletwa hapa kwa ajili ya ushahidi wa kitu fulani kitu. Kwa hiyo nadhani kilikuwa kipaji ambacho kilikuja ibuka hapo kwenye Bongo Dar es Salaam, uhalisia namna ninavyoangalia, namna ninavyofanya matukio yangu, kwa sababu sikuwa nafanya pia matukio kirahisi. Hata mtu anaibiwa paka mtu anasema hata mimi ningeibiwa. Amna mtu asema anaibaje vile anaibaje. Of course watu wengi wamefanya utapeli. Na mpaka leo watu wako wanafanya utapeli. Lakini watu wanasema huyu jamaa hawezi kumfikia yule jamaa kiwango kikubwa. Imekuwa kama nembo sasa. Yeah. Pia kwa sasa hivi ukifanya vile inakuwa ni kama marejeo, yani kwa sababu vitu vyote vimeshafanyika. Kwa zile hadithi. Sasa kwa mfano kwa sisi ambao tulikuwa na kati ya MK kule, we grew up na watu ambao walikuwa na matukio ya hivyo kweli. Yes. Yani unaambiwa kabisa jamaa huyo ni shy huyo. Na kweli mnaweza mkakaa siku anamtia mtu ndui wa mtaani kwenu, yani afa anapotea. Yani unasemaga kupigeje ndui huyo, yani bwana kiutani kapotea. Na hata mionekano yao wale watu ambao walikuwa aina hiyo, yani ni watu ambao tulikuwa ukimuona hivi mpaka uambiwe bana huyo atakupiga huyo. Yani mtu yuko smart nini, ana noma alafu anakuaga hivyo. Na ndio maana hata kipindi ambacho mimi nafanya hizi kazi, tuseme kipindi hicho kabla mambo ya mitandao nini, watu walikuwa wanavaa smart, walikuwa wanaogopa tai, suti na miwani. Ukivaa tai, suti na miwani mzee, bana bora leo nilipokuwa sijavaa suti angeniua angenimaliza hapa. Bora leo nilikuwa nimejistukia. Okay, vipi manake mimi bwana nilikuwa napewa madebe, magunia, korosho nikienda huku mikoani zawadi za kukimbia. Mimi labda nikwambie, mimi sikuwa na mafanikio kwenye kulipwa zaidi kwenye vituo vya television. Nilikuwa na mafanikio kwenye jamii. Mimi nikienda sehemu mpaka vya kubeba na shingwa. Watu wanakubali. Watu walikuwa nakubali, alafu watu wengi walikuwa nakubali ni wale watu wa mikoani, wakulima na watu wengine wafanya biashara ambao huwa wanakuja Dar es Salaam wanajaribu kununua bidhaa au kuleta kuja kuuza. Walivyokuwa wanakumbana na wakina Dude. Wanakumbana na hizo kadhi ni kweli. Sasa walikuwa wananishukuru sana kwamba sasa wanafahamu ni namna gani wakikutana na mtu wa namna tahadhari yao. Hata kama mtu yuko real kwamba huyu mtu ni kweli anataka biashara, lakini paka mtu akubali, anakuwa makini, anajaribu vile viashiria vya Dude vile anavijaribu kuviangalia kwamba huyu sio Dude huyu. Kwa hiyo Mungu alinibariki sana, niseme Mungu nilibarikiwa sana kiasi kwamba umezungumza hapa, mimi nilikuwa hata benki naingia njia naingia staff. Mlango anaoingia staff wa benki ndo na mimi nilikuwa nikienda kama napeleka kama mzigo kangu au naenda kudraw. Ilikuwa hivyo. Na kwenye maduka paka nimtume mtu, kwa sababu kama nitaingia dukani nataka kununua miwani labda saa, mwenye duka tadili na mimi mpaka niondoke. Wakati mwingine ananunua kitu kibaya, kwa sababu ukichagua sana anaingia wasiwasi. Hii yani wewe ununui kitu naangalia tu anadili na wewe. Mabenki bwana unaingia watu wanashikilia mapochi hivi, na bakia peke yangu mpaka ni. Na ni kweli. Mimi nimewahi kwenda kwenye msiba wa mtu ambaye jamaa mmoja nilisoma naye, tumaliza naye sekondari. Alifiwa na dada yake Morogoro. Alafu mimi ni swaiba wangu akaniambia, brother, ukienda na mimi msibani kwa sister yangu utakuwa umenifariji sana, kwa sababu wewe ni mtu mkubwa na akienda pale na mama amepata hofu sana, ndio binti yake alikuwa anamtegemea. Labda mama atafarijika akikuona mtu kama wewe umekuja. Mimi nikasafiri brother mpaka Morogoro. Fika Morogoro nimeingia msibani, yule mama alikuwa analia wa kushikilia, lakini alivyoniona akapata nguvu. Akawaita watu akamwambia, kafungeni milango, mnamjua huyu baba. Mimi nimeenda kwa msibani, sio kama kapata nguvu kaniona, si kaingia wasiwasi kwamba huyu jamaa kaja hapa msibani tumeumia. Mama kakata kulia kwanza, kaacha masuala ya kulia, anawaambia wakafunge milango na funguo amletee pale, kwa sababu baba kashafika hapa ni hatari. Mimi nilikuwa najua labda watu ataona kwamba umekuja star kidogo hapo umemfariji, kumbe alikuwa na hofu mara mbili. Na msalimia mama, shikamoo mama, kanchunia na niangalia hivi nakatiza hivi, mama ana amani. Kila napokwenda mama ananichungulia hivi. Kila napokata. Kwa fikra za kulia kwanza zikaiko pembeni kwanza. Na mimi nimeingia pale ni kama mtu nayefahamika, watu kidogo wanaingia kunisalimia, lakini mama aliacha kulia mpaka tumezika. Yule mama kazi yake kuniangalia mimi, labda nitaingia hapa nitatokea. So hiyo ilikuwa hivyo, lakini mimi nilikuwa nafarijika. Mimi nilikuwa siamini hata nikiomba tu simu kikawaida. Bana, samani kuna namba nataka kuiandika, hamna mtu ananipa.
Amna vitu vyovyote. Umeishi kwa adhabu sana. Mimi naenda hospitali brother, naumwa, ngenda daktari anambia bwana unaumwa kweli ndugu yangu wewe, au umekuja kutuzingua. Na mimi niko hoi naumwa. So vitu vilikuwa kama hivyo. Au nikikaa kwenye benchi hivi labda nasubiri huduma za hospitali. Watu wanasogea pembeni. Kwa hiyo Dude, umepata ile kadhia ya kufanikiwa katika uigizaji? Nimeipata sana, sio kidogo. Yes. Kwa sababu nimeona hiyo kadhia, nilikuwa nimesoma andiko moja la yule bana, mpo unaikumbuka ile inaitwa Game of Thrones ile. Game of Thrones kuna yule dogo alikuja akarithi ufalme kwa muda mfupi afu baadaye akauawa. Yule dogo kila mtu alimchukia kwa sababu ya matendo yake alikuwa anafanya, ananyanyasa watu afu yani yule ndo character ambaye aliuawa kwa kupewa ile sumu kama unakumbuka, watu wote wakashangilia, yani kila even myself nilikuwa namchukia, lakini baadaye nikasema hapana, huyu sitaki kumchukia kwa sababu huyu ndo amefanikiwa zaidi, yani huyu kwenye hii tamthilia ndo amefanikiwa zaidi, yani lakini alicheza episode chache, anakucheza nyingi sana. Kwa hiyo anasema baada ya hapo hata kwenye filamu yani alikuwa anapata shida sana. Hakufanikiwa tena. Yani alifanikiwa kwenye ile series lakini watu wakawa wanamchukia in real life. Kwa hiyo imemsumbua, ndio hicho kitu ambacho kwa yani, kwa hiyo inaweza ikachukua muda mrefu pia paka sasa hivi. Mpaka sasa hivi bado una experience. Sasa mimi hivi naweza nikamwazima mtu kitu unavyofikiria. Mimi naomba funguo ya gari tu. Bana nataka niweke simu charge tu. Mtu ananiambia nikakuwekea kaka, leti tu nikakuwekea. Sasa hata rafiki zangu nadhani mliona kibonzo kimoja mimi na Harmonize. Of course nimemletea tu masiala, nikamwambia bana hii gari yako hivi gari inakuaje? Hebu nipe funguo na shaka. Blaza acha. Hebu acha bana. Hata mimi nikamwambia no, najaribu. Nikamwona anaondoka na funguo yake. So kuna vitu vinaishi na vinaendelea. Mimi nadhani uhalisia ulikuwa mkubwa zaidi katika matukio. Yani sio kwamba unajua kuna kuigiza alafu kuna kufanya kweli. Uigizaji unaweza kaenda hadi 60%, 70%. Lakini watu wanaambia ulikuwa unagonga 100, yani mtu anaona tukio na anaamini ile tukio ni kweli. Ilikuwa ni over 100, ndio maana kwamba ilikuwa ni over, ulivuka ile kile kiwango cha kawaida. Huwa namshukuru Mungu. Hongera sana pia yani kwa sababu ni Mungu mwenyewe, yani unajua Mungu amenipa kibali hicho. Sawa. So ladies and gentlemen, Dude au sio bana, yuko nasi hapa live na okay, Abdul Laupe amekuja na swali jingine, anasema kaka Kuvi muulize ndo aliyomlipia Cloud ile kesi yake, I don't know, ana udugu bado upo, I don't know hii imekusudia nini. Lakini pia anasema matapeli hawakukumaindi. Yani nilipata shida na niliwahi kutoa taarifa. Niliwahi kuwa napigiwa simu na nikamwambia achana na hivyo vitu unatuharibia. Hauna shughuli nyingine ya kufanya. Sawa. Kweli kabisa siri. Nimewahi kuripoti. Bwana. Yes, nimewahi kuripoti polisi kipindi kile. Nimewahi kuripoti. Nilikuwa natishwa. Sio kidogo sana. Kwa sababu kweli nilikuwa na haribu, lakini upande wa pili tena nikaa napata simu za kuomba mafundisho. Niwafundishe watu. Kuna watu walikuwa wananitafuta, wengine walinifuata akaniambia na brother sikiliza, kabla hujakitoa kitu kipya hebu tupe sisi tuone tunaweza tukakitumia, kijaribu kitu kipya vipi. Kabla hujarusha mchezo tupe sisi tukijaribu, kwa sababu ukisharusha hicho kitu hakifanyi kazi tena. Kime expire. Nikamwambia bana mimi unajua sio mtu wa hivyo, na ndio maana nimerusha hivi. Kwa hiyo hivyo kuna watu walikuja kutaka mafundisho kwangu. Na kuna watu walikuwa wananipigia simu niache. Kuna watu waliwahi kuniletea hadi masiala na niliripoti hivyo vitu kwamba bana sisi tutataka kuchangia hela kidogo fanye shughuli nyingine. Akasema bana michezo ya kuturusha iko mingi. Na hisi hata watu walipoanza kuona kipindi ya Wakioni hivi karibuni, watu wakaisa kama sio serikali kunipiga marufuku. Basi nimenunuliwa kiaina ili ili nisanue baki hapo kwa matangazo tunarudi. Asante. Lakini tuko vizuri na mzee wetu hapa na amekuwa akitupa mambo mazuri na namna ambavyo alikwenda. Bwana sasa Bongo Dar es Salaam ilikuwa inakwenda inarudi na nikiri tu kusema kwamba kuna kipindi fulani mambo yalikuwa magumu sana kwenye filamu. Sijui kama utaweza kukiri hili ama pengine tulikuwa tunahisi mambo yakawa yamepungua sana, hasa kipindi ambacho baadaye watu wakawa wanazungumza kwamba bana Bongo Movie bwana imeenda na Kanumba bwana, Kanumba amejiondokea, Bongo Movie imekwisha. Lakini at least wewe ni miongoni mwa wale ambao walikuwa wanafanya game inakuwa inaendelea kuwa hai. Unajua yani mtu akiangalia ana enjoy na nini, baadhi walikuwepo na nini. Na
baadaye sasa hiyo ya kuwa on and off kidogo, yani kuna kipindi tu watu wanakuwa wanakupata, kuna kipindi hawakupati kidogo, kipindi wanakupata, yani hivyo, labda wanakuona kwenye movie kidogo na nini hasa ilikuwa ni sababu ya haya? Labda niseme mabadiliko haya ya teknolojia sasa. Tulikuwa tunauza movie, sisi tumeanza kuuza movie kwenye tape. Sure. Tulikuwa tunauza movie kwenye tape, watu wanatumia yale madeki makubwa, tukatoka pale tukaingia kwenye CD. Sasa mabadiliko yakawa yanaenda, mwisho ikaja mitandao. Ikawa tena watu hawanunui kazi, hata ukitoa kazi hawanunui kwa sababu ya matumizi yake, kwa maana watu tena kawa watumii tena hizo tapes, CD. Yalipoingia mambo ya flash yakawa yametupita, na sisi tukawa hatuna ubunifu mwingine. Hapa tumetoka kuzikimbia TV, tumeingia kwenye kuuza movie, ndipo kina Kanumba walipotamba. Hawakutamba wakati wako Kaole, lakini utajiri au kipato kikubwa kitokana na movies. Tengeneza movies ikafanya vizuri sokoni, movie yako moja tu, maisha yamebadilika kabisa. Na hata musician, watu wa muziki pia walikuwa wakitoa wimbo mzuri, ukiweka kwenye albamu yako wimbo mmoja, albamu ikienda tu unaenda unagonga pale kwa mamu zamani, unajua tena unagonga copy. Ukishagonga copy zako kadhaa pale, maisha yamebadilika. Maisha yamebadilika. Ndio kila Feruzi, kila Jumanecha, kina nani, kipindi hicho walibadili maisha, watu wakaanza kujenga na majumba na nini, kwa sababu ilikuwa kipindi hicho. Sasa mabadiliko yalivyokuja hizi technology, kwa si television station tu, watu wahame sasa kwenda kwenye mitandao, na pale wengi tulibaki nyuma kutokana na spidi ile, tulipigika, kwa maana sasa tukawa tuuzi movie na television station hazilipi kiwango kile ambacho watu mnacheza series mko 30, television station inalipa 200,000, 300,000 kipindi kile, hamwezi kugawana ikawatosha. Kwa hiyo tukayumba, sio mimi tu, tuliumba wengi. Lakini tunatakiwa kuadapt kila translations, kila mabadiliko ya kidunia. Kwa hiyo kila mabadiliko ya kidunia tunatakiwa tuendane nayo. Watu wanapohama, teknolojia mpya zinakuja kama hivi sasa, mambo ya mitandao, lazima muendane nayo. Kwa hiyo unavumilia, unatengeneza followers na nini, mpaka unakuja tena kupata hela. Na mabadiliko, hatukuwa tuna elimu sana ya kutunza fedha, na hatuzungumzi kwa mabaya. Baadhi ya wasanii wenye majina makubwa sana bado tunaishi katika nyumba za kupanga. Hatukufanikiwa zaidi ya kununua magari na kuzaa watoto wengi, ndio. Kwa hiyo tulikuwa tutengenezi sana maisha. Unakuja kushtuka, unataka kutengeneza maisha, tayari hali imekataa, uchumi umepungua, ukipato kiingii kama zamani. Matokeo yake ndio haya yaliyumbisha hata Bongo Flava, kiachana sisi pia watu wa Bongo Movie. Kwa hiyo uhamaji wa mambo ya kidunia, yani kutoka hapa kwenda hapa. Hata tulivyoambiwa tubadilishe TV sasa, tutumie vingamuzi, sio tena moja kwa moja unaunga antena siba kwenye TV, ili tuletea shida pia. Yani kuna vitu vingi. Kifupi, mabadiliko ya dunia ya teknolojia yalifanya tuyumbe, na waliokubali kuendana nayo walifanikiwa. Walioona kwamba kuna mtu nazoea kwamba mimi bila TV siwezi kutoka, kwa hiyo unaingangania TV alafu unagawana na watu wengi, lakini pia unaweza kutengeneza kazi yako ukawa peke yako, kipato chako kama ni kwenye mtandao fulani unalipwa wewe, unatafuta watu unafanya nao kazi, pesa yako inaingia ni ya kwako wewe. Hizi pesa mara nyingi tunazoziona kwenye television station lazima mgawane, alafu mnakuwa wengi, yani mko wachache sana 10. Sio, unanielewa vizuri? Sure. Kwa hiyo ile ilisababisha wakati fulani watu wapate shida. Wapate shida. Kwa hiyo lakini sasa hivi watu wameshafahamu nini mfanye. Sio lazima uonekane sana kwenye TV. Ndio maana unaona kuna wengine wakaamua kufanya shughuli zingine. Tuliondoka wengi
wengine kaenda kulima, wengine kaanza kufanya biashara, wengine unajaribu kurekebisha kwanza maisha, kwa sababu pia ukirudi huku kwenye kuandaa kazi zako wewe mwenyewe lazima hela wewe, na siku hizi kila kitu, vifaa ni gharama, locations, hata wasanii kuwalipa ni gharama. Wanataka wavae, watengeneze nywele dada zetu wapendeze, wanatakiwa tutumie majumba ya watu, tulipe umeme, kidogo kumekuwa kuna gharama, na mapato yake uyategemee miaka 2-3 kwa kazi unaotengeneza leo, sio mchezo. Yes, lakini pia wanaofanya wanafaidika wale. Unajua sometimes kwenye vifo au kwenye njaa, mvumilivu ndo anayefaidika anayevumilia, kwa sababu watu wengi wana haraka ya kupata kipato, kuchange. Yani mtu anaona mabadiliko yamekuja ghafla, ingizi hela, alikuwa anakwenda sehemu za starehe, anakunywa na party, anafanya nini, alafu ghafla anapotea, alafu hana facility. Inachanganya sana, lazima uchanganyikiwe. Matokeo yake unaachana na hicho kitu, unaanza kufanya vitu vingine. So hivyo, kwa hiyo hayo ni mapito ambayo yaliwakumba watu wengi. Tukiwemo sisi wengine tulipata shida, tuliteteleka kidogo. Yes. Sawa. Kwanza nikupe kumeza mate kidogo. Yani kuna story kubwa sana hapa ya haya, lakini iko siku nitarudi kwenye kipindi. Itabidi siku tuizungumze kwa sababu hii this is untold. Alafu ujue ya haya kweli yupo. Wewe msikaji aloimbwa yupo. Sema anakuwa na majina mengi. Kwa sababu huko alisema hili jina ile huko ndio. Jamaa alimzingua sana Lady JD. Jida anasema ni miongoni mwa rafiki zake. Si kila tukichungulia tunakutana na watu wazito. Sasa ni nani? Anasema yupo. Anasema yupo na yupo. Baadaye alikuja akagundua kwamba ni yeye aliyopigwa chuma. Bwana, moja ya nyimbo kiukweli kabisa na inaendelea kudumu. Ulitisha sana lakini. Unajua huu wimbo ni mkali sana. Lakini video yani, kwa sababu yani everything was perfect. Maji hiyo beat yalinyoosha sana. Yes. Jide huyo kama kawaida yake. Sasa video watu walipokuja kukuona wewe mzee unachukua tu nyanya au unakata kichoro hii, unapita hapo unachungulia hiyo. Gari inalala kwenye chama. Ile nipe mkono, ile ilikuwa fantastic. Hii bwana, hii lazima nikiri kabisa, it was fantastic kusema kweli. Asante sana. Yeah. So sijui unaweza ukazungumziaje na yenyewe ilikuja ikapop, yani ikawa ni shy kabisa. Mimi ya haya alinitafuta Lady JD akiwa na Gardner. Wakanielezea hiyo idea na namna, na JD aliniambia kabisa, bwana, kwenye yeye nyimbo na kuona na nakukubali kwa sababu nakujua, najua utaitendea haki. Sababu mimi ni mwigizaji na nilivyosikiliza ule wimbo, idea iko vizuri na nihusu kila kitu. Kabla haina shida, tukafanya makubaliano, ndio hivyo. Dude likaenda kama hivyo, pamoja na biringe mpaka dude limeenda hilo kaka. Naogopa kusema mengi kipindi kidogo. Wana hadithi ya haya. Yes. Dude akisimulia hapa tunapata kipindi kingine kipya. Kuanzia video ilipoanza mpaka ilivyoishia. Kwa hiyo tutazungumza wakati mwingine inshallah. Kwa the classic hapo. Mimi nataka subiri ukiwa na project yako nyingine mpya. Tutakuja tutazungumza hapa. Tutazungumza haya na mambo mengine mengi kwa sababu So how many videos ukiachana na haya? Kuna video ya nani? Professor? Mi video nyingi. Zingine hadi nimesahau. Hata kwa bahati huku dunia ina huruma nimo mule. Mimi ndo daktari. Lakini ukumbuke wimbo Inspector 2002 ule. Anaishi Mikolosheni, yule anasema oya kwenye video. Ndio naikumbuka. Msanii bongo si nini. Msanii bongo bwana. Kipindi hicho bado junkie. Kwa hiyo video nyingi za kina Mr Blue kushiriki video nyingi. So niliona kuna siku moja ulikuwa mkali sana, unasema watu baadhi ya bongo movies wanakuwa wanawagomea watu wa bongo flavor, na kama ulikuwa unazungumzia hiyo hali kwamba wao ulishafanya nyingi na nini, sijui ulikuwa unawasaidia ama walikuwa wanalipa, ukiachana na kama kina Jidi ambao walikuja na mkwanja kabisa na offer. Video ambazo za zamani kidogo ndio tulikuwa tunafanya kama za kina Inspector nini. Of course wanakutilia mafuta, lakini kuna kwa mna mapatano, lakini
kwa sababu hata mimi Inspector nilimtumia pia kwenye Bongo Dar es Salaam. Yes. Na wanamuziki wengine nimeshiriki video nyingi, kina Bahati Bukuku alinilipa Dunia Ina Huruma. Na hata kwa Diamond zilipendwa, zile wimbo zilipendwa, nimeshiriki ile video. Wale wapiga madili sasa hali mbaya. Nilipata hela nzuri sana, mimi kipande kidogo sana hilo. Namshukuru Diamond mmoja wa watu ambao hata nilipokuwa nikifanya naye kazi Wasafi. Kwa hiyo ile uliokota pakubwa ile. Pakubwa. Na hata kipindi cha Bongo Dar es Salaam kilivyokuwa kinaruka Wasafi. Hizi dola kwa Diamond unajua tena. Unajifanya tu kama unapita mitaa ile ukikutana naye na sisi waokotaji unajua. Mara nyingi nilikuwa nafunga safari zisizokuwa za msingi. Za lazima. Alafu namwambia naenda kumcheki mshikaji hapa, nikaona nikusabai big. Pale unavuta lazima. Yuko poa. Yuko fresh, tunavuta kidogo. Sasa hapo ndo shida nakwambia. Yale mambo yako unafanya kweli kutokana hapo unakataa. Sasa unaona anajipitisha. Napita. Nazunguka alafu narudi home. Sina safari. Sina safari. Kwa hiyo baadhi ya video za musician ilikuwa nalipwa vizuri. Okay. Sawa. Maana unajua tunaelekea ukingoni. Afu unajua umepigwa sana baridi, unajua dude. Si unaona kidude kinapokupiga hichi kipopo hiki. Sasa mimi nataka nikutoe baridi hapa kidogo. Kama dakika 3 tu hivi. Dakika 3 tu za kukutoa baridi hapa. Sawa tunaingia kwenye session moja. Hii session ni ya mwisho. Sawa. Afu tunamalizia. Ndio. Hii session inaitwa Mida ya Lawama. Mida ya Lawama. Wewe si ushazoea kupokea lawama ndugu yangu? Lawama mimi kwangu kawaida. Wewe lawama kawaida. Sasa kwenye hii session ya Mida ya Lawama, mimi ndo nataka sasa nikupe lawama kidogo. Nipe lawama. Au sio bana? Mimi nitakutajia pande mbili. Sawa. Katika pande hizi mbili, wewe utanichagulia moja tu. Bwana. Utajia watu wawili utachagua mmoja. Kama ni makundi utalichagua moja wapo. Sawa. Ili tutoe jasho kidogo. Hamna shida. Sawa So Mida ya Lawama na Dude au sio bana, aka mzee wa bandari, aka mzee wa Bongo Dar es Salaam. Hatari. Uko tayari Dude? Niko tayari. Haya tunaanza sasa. Zembwela au mhogo mchungu? Unachagua mmoja. Mhogo mchungu. Mhogo mchungu Asante sana Dude. Mimi ndo napenda mambo kama hayo. Majuto, rest in peace. Ama Joti? Majuto. Okay. Richie Mtambalike. Richie Mtambalike au JB? JB, okay. Yes. Sawa. Dr. Cheni, mwalimu wako? Yes. Au Richie Mtambalike? Dr. Cheni. Sawa. Let's go kwa kina dada. Aisha au Waridi? Waridi. Okay. Mona Lisa au Johari? Mona Lisa. Okay. Mona Lisa ama Riyama Ali? Mona Lisa. Okay. Tea au Waridi? Tea. Okay. Kanumba, rest in peace, ama JB? JB. Okay. Kanumba ama Ray? Kanumba. Okay. Ya mwisho kabisa kwa leo kwenye Mida ya Lawama. Dude au Zembwela? Dude. Bwana, hao ni wachache sana ambao hawajawahi kushake bwana. Kwa hiyo Dude leo alikuja amejipanga. Sawa bwana. Dude bwana, sisi tumefurahi sana leo tumekuwa na wewe hapa kwa takriban zaidi ya masaa mawili, lakini amekuwa kama dakika 20 tu hivi. Naamini kwamba watu watakuwa wamefurahia sana, na inshallah nafikiri muda utakapoturuhusu bwana tutakualika wakati mwingine pia. Hapa ni nyumbani. Japokuwa kupatikana baada ya leo sijui itakuwaje. Huyu mzee tumemtafuta miaka 5 amepatikana leo. Yuko tu mjini anapiga mitikasi yake anapiga ngoma au sio? Lakini tunashukuru sana. Labda kama kuna la ziada, kama kuna project tunataka kutuambia ama chochote kile ambacho tunaweza tukakipata kutoka kwako na tukifanyie kazi, uwanja ni wako, karibu. Ingawa nitarudi hapa kwa ajili ya hivyo, lakini nilipata shida hapa kidogo katikati. Mitandao yangu ya kijamii ilikuwa imepata block.
Umewafanya nini tena Meta? Mimi bwana, nilikuwa kuna bwana mdogo nilimpa niendeshe, sasa sijui alifanya nini, wamechukua mitandao yangu, yani wamechukua Facebook pamoja na Instagram. Kwa hiyo tumejaribu sana lakini naona kama zimepotea zikiwa na followers wengi. Au kulikuwa kuna vitu vinapostiwa labda vilikuwa vina copyright? Nadhani kwa sababu sikuwa naiendesha mimi, nilikuwa kijana mmoja ndio nilikuwa nimemwachia hiyo kazi kidogo, na hata YouTube yangu pia ilipata shida hivyo. Kwa hiyo hapa nilipo napambana sasa kuweka vizuri mambo mengine. Alafu kwa sasa hivi hauna account? Nazo, lakini zile za zamani ndo zimeenda. Zile account mama zimekuwa hivyo. Hata watu nitawatangazia account zangu sasa official, kwa sababu sitaki tena kuhangaika leo kesho na wabadilikie wadau wangu. Kwa hiyo sasa hivi uzitangaze? Sasa hivi sizitangaze. Kwa hiyo upo tu kwa ajili ya kupiga jicho kidogo? Nipo najaribu kuweka mambo sawa kwanza. Sawa, basi inshallah utakapokuwa tayari sisi tutakuja tutazitangaza. Asante sana. Sawa, Dude bwana, mimi nashukuru sana na nakutakia kila laheri kwenye kazi zako. Na inshallah usisite bwana, sisi bwana hapa nyumbani kwako. Kwa hiyo bwana, jambo langu hili jamani, naomba mnipushie. Unatuambia tu si mmoja tu EFM, sisi tuko na wewe. Sawa, najua. Au sio bwana? EFM walezi bwana. Inshallah. Basi bwana, tumalize na Bongo Dar es Salaam bwana, kama wewe mwenyewe ulivyokuwa unatupa, na huyu ni swaiba wako kabisa.